Na mimi ambao unasikiza ni matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni majira ya saa sita, majira ya saa saba ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Kipindi ni Baraka 16 ambao unasikiliza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia matangazo yetu unafuata vizuri sana kupitia Mutula FM. So tutakuwa tuko na mambo mengi ya kuzungumza. Nitajifocus sana katika harakati ambazo ziko zinaendelea huko maeneo ya Minembwe, ambako kwa sasa hivi majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo wanaendeleza kufanya kazi kubwa maeneo ya Ilundu. Ilundu ikiwa ni centre ya Minembwe, lakini pia kuweza kuleta kile ambacho mko mnakishuhudia kwa mitandao ya kijamii. Bwana Mavugo yupo bwana. Mavugo yupo na amefanya uongo, amezungumza uongo ambao sio wa kusamehewa. Hapa kuna vitu muhimu ambavyo natakiwa niweze kuvisemea kutokana na kile ambacho Twigwaneho na M23 wako wanazungumza vis-a-vis na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanaipaka matope serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanaongea kitu ambacho hakipo kabisa. So hiyo ndo vitu ambavyo ningetaka kwa kushirikiana na wewe tuweze kuungana wote kwa pamoja. Pia usikose kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Mzalendo, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengi tu yote ambayo kunazidi kuendelea kutoka humu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Najua kwamba katika kila tu ambayo tuko tunapiga kwa sasa hivi kuna vitu vingi pia ambavyo viko vinajitokeza, na hivyo tuna umuhimu wa sisi wote kwa pamoja kuweza kushirikiana na pia kuweza kuleta utofauti ambao labda hapo awali ulikuwa haupo, na kama unavyoelewa nchi hii inakuhitaji wewe, pia inanihitaji na mimi, tuseme inatuhitaji sisi sote kwa pamoja tuweze kuungana kwa ajili ya kuleta stability ya kutosha. So tutagusia kuhusiana na baadhi ya kauli ambazo zilizungumzika Uvira kwa Kasimbira John. Nafikiri sikuweza kukuwekea vitu vyote, nilikupatia tu baadhi ya vitu, na vitu vingine utakuja kuvisikiza hapa kupitia Baraka One TV, na unaweza pia kutembelea Mwangaza TV, kule pia utakutana na vitu vingine ambavyo utavisikiza hapa. Mimi naweza kusema kwamba binafsi kwanza nazungumzia hili swala kwa huzuni mkubwa. Nasikitika kuona kazi ambayo FARDC na wazalendo wako wanafanya, kazi kubwa yenye upekee, lakini maeforo yote bado kunaonekana baadhi ya watu wenye wako wanavunja moyo ile maeforo ya FARDC na wazalendo na kuaminisha dunia tofauti na jinsi hali ilivyo kwenye uwanja wa mapigano. Kila kitu ambacho tuko tunakifanya hapa na kukileta kuzungumza kwenu, hatuko tunazungumza kwa ajili ya kufanya pleasantry, just watu wafurahie wafurahie kwenye kitu kinafanyika. No. Kama ingekuwa ni juu ya kufurahia, ingekuwa kwamba tunafanya vitu kama watu ambao sio professionals. So professional wanafanya vitu kwa ajili ya kuongea ukweli, realite ambayo iko kutere. Mais aussi toute la vérité n'est pas bonne à dire. Hiyo pia inaeleweka hivyo. Lakini kwenye kiko ni kwamba tuambiane niveau yetu tunafikia ni niveau hii na ni niveau hii. Kwa hiyo kama tunafikia mwa hii niveau, ni kuangalia uhalisia wa nchi yetu iko wapi.
So mimi nitazungumza na wewe kukupatia hali yenye iko inaendelea huko maeneo ya Minembwe bila hata kupepesa macho, na kile ambacho nitakwambia hapa ndio ukweli aswa ambao huko Minembwe. Unaona bwana, Minembwe iko na upana wake. Minembwe iko na upana wake, iko na ukubwa wake, na pia iko na mambo yake mingi ambayo sio rahisi kwa mtu na mtu kuweza kuimetrize vizuri. Najua wengi wameanza kusikia Minembwe tu hapa Resama, ndio wameanza kusikia Minembwe sasa. Wako motivated na kutaka kujua Ogiste nini ambacho kiko kinaendelea Minembwe. Minembwe iko namna gani? Minembwe iko vipi? Minembwe nini kinaendelea? Ukiambiwa kwamba Ilondo, ukiambiwa wapi, so unajiuliza eske Ilondo ni Minembwe ama ni wapi? No, ukiambiwa Ilondo jua deja uko mu Minembwe. Vita iko napigana Ilondo, ujue vita iko mu Minembwe. Tofauti tu ni tuseme vita iko napiganika Uvira, iko Kalundu. So kuingia Uvira sio mpaka uingie nani wapi Kalimabenge, sijui sio mpaka uingie nani uingie mu centre commercial hapa ku parking ya Uvira ndio usemeke uko Uvira. No, uko Kalundu deja uko Uvira. Uko Ilondo deja uko Minembwe. No. Yeah. Sasa angalia hawa jamaa PC Mavugo pamoja na huyu bwana Fidel. Ona jinsi wako wanazungumza in front of camera, na uangalie attitude yao jinsi wako, utagundua kwamba ni watu wenye wako nazungumza na wasiwasi. Ushelewa? Na huko unasikiliza milio ya risasi. Ina maana hapo kwenye wao wanasema kini Msantreville ndio fasi kwenye kuko mapigano. Wakati FARDC na wazalendo waliingia pale, wajamaa walikuwa wako ndani wanajificha kwenye majumba, kwenye mandaki na wengine kando kando mole. So mapigano bado ingali ankuru mu Minembwe kwenyewe. Kusema kwamba habari za mko mnasikia ni habari za uongo, FARDC hawako Minembwe, wazalendo hawako Minembwe, sijui Tigwane MRDP M23 ndo tuko Minembwe. Minembwe tu tunapigania mu Minembwe. Wao wako kando kando ya Minembwe, sisi tuko ndani ya Minembwe. Wako wanakuja tunarushana risasi mule ndani ya Minembwe. Kwa hiyo mambo bado yakingaliki tu mule ndani ya Minembwe. Sasa kwa baadhi ya kauli zenye M23 Twigwaneho wako wanazitumikisha, ni kauli moja hatarishi sana na ni za kucreate tuseme mgawanyiko. Inaleta mgawanyiko kwa raia, kwa jeshi, na pia kuzaraulisha nchi kwa niveau ya kimataifa. Unaona akili ya mwasi ni mtu mwekuwa na akili moja ya kijinga sana. PC Mavugo mwenye uko unaona leo hapa iko na shinda anatukana jeshi la taifa, anashinda iko anatukana watu, iko anatukana serikali. Ni mtoto mwenye amekumalia hapa. Kuna mtu alinipa historia yake, ananiambia ni mtu mwenye wanajuana naye hapa Uvira hapa chini ya Barulaje hapa ndo maneno ya kwao. Unaona? So ni mtu mwenye wanamjua vizuri sana. Ni kijana amekumalia hapa. Kijana mmoja mwenye alishindwa na masomo, alishindwa na maisha, akaona tu ni vema aende sasa kujitafuta kwa upande wa rebellion. Akaona akitumika na Barwande ndo anaweza kujiretrouver. Unaona ile imekuwa ni system
ya baadhi ya bakongole benye banashindwa na maisha, kisha wanajikuta kwamba ili kuweza kufanikisha baende baingizane mu marebelio. Unaona? Wanawake wakiingizana mu marebelio ndo wataweza kuganye vi facilement. Na hii ndo ilikuwa inaangusha inchi depuis miaka na miaka. Watu wanashindwa jinsi ya kupambana kimaisha, wanashindwa kutetea namna yao ya kutafuta riziki, badala yake wanaenda wanajiingiza kwenye makundi ya kumiliki silaha. Wanajua baada ya hapo tutazungumza, na baada ya mazungumzo watajikuta wanaingia ndani ya serikali. Ndio muendelezo ambao wakina PC Mavugo pia walijikuta wanaingia ndani. Sasa kwa vita yenye iko Minembwe, kitu kenye wanatakiwa uretenire ni hii, na siku zote niko nazungumza hivyo. Minembwe tuko tunaendelea kutwangana Minembwe mpaka leo hii. Sawa? Mpaka leo hii tuko tunaendelea kutwangana Minembwe na ba M23 Twigwaneho Red Tabara. Wakati FRDC wanaingia mu Minembwe, nilizungumza tena hivi, jamani, M23 wanajificha kwenye majumba, M23 wamejichimbia kwa ndani, M23 hawajapotea, wote wako kando kando. Wale wenye walikimbia wakafurumushwa wanakimbizwa, lakini wengine bado walibaki mule ndani. Ndo hawa wenye huko unasikia sasa vurugu ziko zinajitokeza mara kwa mara. Jana walipigana pale pale Ilondo, mapigano makubwa yaliendelea. Leo tena hii leo le 20 bado kuna ripoti zingine ambazo zinazidi kusema kwamba hali inaonekana kuharibika tena kati ya M23 kujaribu kusogea kama eske wanaweza kuchukua tena kontrole ya Minembwe yote. Leo hii wako tena wanaanza kulanse ile mapigano. So yote kwa yote hakuna kenye hakiharibiki mpaka pale. Kusikia kwamba M23 bado wakingali wanaleta vurugu ili kwa wapiganaji ni jambo la kawaida. Kitu kenye watu wanatakiwa kuelewa ni kwamba vita ni mchezo wa sukuma ni kusukume. Na nimekuwa nikisema hivi mara mingi, wakati watu wako wanapigana, usitegemee kwamba utasikia kwako habari ya ushindi tu. Unaweza ukashinda leo na kesho mwenzako naye anakutoa kwenye ulikoshaingia. Kwa hiyo vyote hivi katika uwanja wa vita vinawezekana, vinakuaga, vipo na vinafanyika. Mmepigana leo, umenitoa, kesho mimi nakuja na mimi nakutoa, kesho yake naona kuja pia unanisukuma. So vitu kama hivi visikuwa vinafanya watu kukatishwa tamaa. Watu wanakata tamaa, watu wana complain, watu wanaanza zungumza manemporte kwa kumarezo yote kujaribu kuwakatisha moyo FARDC na uzalendo. Sasa sikiliza maneno yenye hao jamaa wamezungumza. Hao jamaa wanasema kwamba FARDC iko na bombarde manyumba. Ukiangalia kisi iko na kuonyesha iko na bombarde manyumba. Uone tu nyumba, eske pale kwa nyumba yenye iko bombarde. Na wao ndo wako katika ile maeneo. Ukiangalia kwenye walifanyia video yao ya kwanza kwamba wako mu Minembwe Centre, na hii hapa utakuta kuko utofauti mkubwa. Hii ni kando kando ya Minembwe. Unaona? Ni kando kando ya Minembwe. Tunaposema FARDC wako Kalundu, M23 wako Kavimvira, M23 wako Kumayamoto. Ushalewa pale? So hatuwezi kuwapatia kwamba M23 Twigwaneho wana kontrole Minembwe 100%. Na pia sitakwambia kwamba FARDC na wazalendo wana kontrole Minembwe 100% juu bado wakingali wanafanya ratissage mu Minembwe. Nafikiri hapa nitakuwa ninaeleweka. Siku mtakuwa unanielewa, sijui kama naeleweka ama sijaeleweka vizuri. Nafikiri kwa hivyo ndivyo mambo yako yanaendelea huko kwenye uwanja wa mapigano mpaka sasa hivi. Hiyo ndio hali halisi ya Minembwe, kwamba hali halisi ya Minembwe, mtafaruku wajitokeza upya, FARDC wazalendo Twigwaneho wajitokeza upya. Kwa hiyo mambo tena tunaanza nayo upya.
mapigano tena yanaanza upya, au wanataka wachukue Minembwe au wanataka kuendelea kubaki na Minembwe baada ya kuweza kuichukua. Aya, kitu ambacho ni kingine chenye kuleta utata sana, tulisikiliza kidogo kuhusiana na mratibu wa shirika jipya la kiraia kwa matangazo yetu ya asubuhi. Pia tulimsikiliza meya wa jiji la Uvira kwa matangazo yetu ya asubuhi, Kiza Mwato, yale ambayo aliyazungumza kuhusiana na hali ya jiji la Uvira, watu gisia wanatakiwa kuweza kujikomporte mu Uvira, lakini hatukumaliza yote. So nitakupa nafasi hii kuweza kumalizia ili angalau uweze kupata kuelewa kile ambacho mwenye mgini yake alikuwa na maanisha haswa vis-a-vis na watoto wa Uvira. Mimi binafsi ambacho naweza kutaka kukizungumza ni kwamba tuko na ulazima wa sisi wote kuishi kwa pamoja na ushirikiano. Hilo ni swala la ulazima na wala sio ombi. Binadamu wote tunategemeana, binadamu wote tunastahili ushirikiano, binadamu wote hatuna haja ya kukaa kwa kubaguana. Maana umoja wetu na ushirikiano wetu ndio itakayojenga taifa lenye nguvu na taifa lenye kujitegemea. Usikubali adui akutawale. Usikubali chuki, wivu uweze kukutawala, kwa sababu wivu, chuki ukikutawala utashindwa kufanya maendeleo. Utakuwa ni mtu wa kulia, wa kuumia kila kukicha. Mwenzako akifanikiwa kidogo, wewe roho inakuvimba. Mwenzako akipiga hatua kidogo, wewe hoi tabani. Sasa hizi zote ili kuweza kushinda hizi ni kukubali kuishi na watu wengine. Once we accept to live with others, everything will be okay. What do I mean by that? Namaanisha kwamba nikisema kuishi na watu wengine haimaanishi kuacha laisser aller kwa n'importe qui. No, usikonfondre maneno yangu. Namaanisha kwamba malgré ni mgeni, iko na droit ya kuishi mwinchi, lakini mgeni naye pia iko na droit, iko na devoir ya kurespecte malua za nchi na pia kurespecte mtoto wa nchi. Ndo reciprocity hisi inatakiwaga iweze itembee hivyo, na tukishi hivyo wote kwa ushirikiano, kila kitu kitakuwa sawa. So hebu tumalizie hii hapa kupitia Baraka1 TV. Usikose pia kuendelea kufuatiliza matangazo haya, kipindi hiki kupitia Mutula FM kwa maeneo ya Shabunda, na vile vile kuendelea kuwa na Mwangaza TV kutana majira ya saa 9 kupitia kipindi cha habari na maelezo. Bye bye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Furaha ipo? Hata kama tunalia tuna furaha, kwa sababu mtu akilia, akifisha mtu, nasipoona jirani, rafiki, mpendwa haiko pembeni yake, machozi inakuwa mengi. Lakini kama mpendo wako unamuona, unasikia una machozi, unaanza kuzungumuza pole pole. Jemadari, tunasema pole sana. Mika, nasema pole. Watu wa Ndimba, Yohana, nasema pole. Ninasema neno la kwanza, kila mara watu wa Uvira wana mfano wao wa kipekee wa umoja, wakati wa shida, wakati wa magumu. Mtu akifisha anapata watu wote wa kabila zote, wa madini yote, warefu kwa wafupi, kuja kulia pamoja na wenye kulia. Ninawashukuru na kila mmoja ajipigie makofi kwa hilo. Jambo la pili, nasema asante sana kwa ukaribisho mlifanya kwangu siku ile ya pili. Kishasa ilisema kumbe huyu ndiye baba wa huu mji, kwa sababu zile picha pote zilipita
ilionekana kwamba nimekaribishwa na jeshi, nimekaribishwa na wazalendo, nimekaribishwa na wababa na wamama, wafanyabiashara, mapadri, mapasta, wote walikuwa Kavimvira kwenda kunipokea. Shukurani zangu za dhati msipokee bila uchoyo. Jambo nataka kusema kama Mafikiri alitanguliza kulisema, na jambo ambalo nimetumwa na viongozi wa Kinshasa ni watu waache pepo za kuwa na kuchongeana kwa wivu, kwa fitina na kwa chuki. Kila mtu Uvira akiwa na deni ya mwenzake, kama hataki kuilipa anaenda kubirode kera navona M23. Kama uko na chuki yako binafsi na mwenzako, unaenda kimya kimya kwenda kuchongea mwenzako, mambo haiko na wazia, mambo hawazi. Hapa niko nasema kuna kijana mmoja wa Kifuliru yuko kubirode, wakati M23 liingia hapa, yeye alikuwa Kinshasa, lakini mwenye alimshtaki alisema alikuwa naingiza wa M23, yeye alikuwa kuporo ya Kalundu. Tunaona kama tuko muhatari. Hiyo ni mambo mzuri? Hapana. Hiyo mambo ya maojio Kinshasa waisha ijua, hata uiseme uko mshambre, hata wanachunguza sana mpaka kuwatua ya mwisho. Mwisho tutaanza kuonekana tuko waongo, na ripoti zote tutakuwa tunatuma zitakazo zinaonekana kwamba ni za wafarser, hawa nasemaka vitu na haviko vya kweli. Muache ile tabia, tuache ile tabia. Mulisema nilifia kuporo na ukasikia ile drone ilipiga kuporo. Pasteur Kiza maire de la ville alifia, alikuwa mrenyo. Nilishafufuka na wauliza nilishafufuka? Ni kusema ni mambo ya uongo ya kutoka kuzimu. Mambo ya uongo inatembeaga sana kama vile mtu yuko kwa ascenseur kwa etage, lakini ukweli unakuyaka polepole kwa escalier. Nilitoka Uvira, nilienda na barua ya serikali ya wazi, na nimerudi tena na barua ya serikali ya wazi kuja kufanya kazi, na vyote ulichongea balipitisha vyote mkaratasi. Kabila alikuwa kwa Meya Devin, balifanya renyo naye. Alikuwa hivi, balifanya hivi. Tumeshinda pepo ya wizi, tumeshinda pepo ya uzinifu. Mkanisa ukirendera hiyo siku batakutenga, lakini pepo ya bongo wanatengaka watu. Na wauliza wanatengaka watu? Ye Mungu anasema waongo hawataingia. Muzinifu, mwongo, muuaji wote hawataingia. Acha kutafutia mwenzako balaa. Mchimba kaburi kwa ajili ya mwenzake ataanguka yeye. Bafulero wakasema ukiti makuu wabo ahingi atanafuluke. Tuko na roho mbaya ya fitina. Wafanya siasa wa Uvira ambao walikuwa natafuta cheo ya bumea ndio walisema vya mingi kuhusu meya. Mie niko na watoto ya General Makanaki na Mika, mimi na Valea tulikuwa navo nyumba moya, sahani moya Kigoma. Banaweza kushuhudia. Je, nilikuwa Goma, nilikuwa Bukavu. Watoto ya marehemu mdogo wenu mimi ndio na Valea. Olivier na dada yake Riziki mimi ndio na Valea. Diko mnyumba yangu, hata pa tuko mkipiga tu biko pale. Na wanayua mimi nilienda kumagonjwa Dar es Salaam, nirudia Kigoma, naenda Dar es Salaam, anarudia pale. Si Afrika hata fasi moja tofauti na Tanzania. Nimetoka Tanzania kuya Bujumbura Uvira.
Lakini mtu ambaye anataka kuuisha mwingine atachagula tusi, atasema vyenye haukusema. Na ndio gisi waliwa, na ndio maana naambia wazalendo wako hapa na FRDC wako hapa. Kama mtu anakuya kuchongea mwenzake, muwe na wakati wa kuverifie sana, kwa sababu kwetu kumeingia pepo ya chuki, ya fitina. Mnaweza mkaua bainosa ambao hawajui kitu chochote. Yafaa kuverifie information yote. Baba yenu wa Matoma mbele balitaka kumfunga kwa Kolonele Ngomanya. Asa yuko na rekrite Banyarwanda hapa Mlongwe batake Uvira. Bahati nzuri Ngomanya aliniita nikamwambia Matoma Karava na Kihinga hawezi kusalimia mtu wa Rwanda hata mumitomo. Sasa ambo gambe ni vile huyo mwenyewe anamchongea anakuya kuleta habari za ufitini. Nawaambia ya kwanza tuachane na hizo habari. Basutwa, Bangobanya, Bakarekwa, Bakapenge. Muache hizo habari. Kila mtu iko na neema na baraka yenye Mungu alimtarishia. Mungu alitupa maenvelope yule akasema sakaradawe. Mwenye kupata, mwenye kukosa, makana kulikuwa na wakati kwa generali. Siku ulizaliwa hapa kwenu hapa Rugo. Walikuwa na yoka kwa generali. Hapana, sikuwa na hiyo. Haukuwa na juu. Leo Mungu anakufanya gisi ulivyo. Ndio. Na uende haiko hapo ndio utasimamia. Huku fasi yenye Mungu anakutayarishia. Na kubariki. Hizo ni baraka za mchungaji. Ndio hivyo niliambia kama mwenzako mmoja alikuwa koloneli mkanisa. Anambia nimekubariki na kesho wakamtaya kuwa generali. Ndio brigade Kinshasa. Jambo la pili ambalo nitamaliza nalo. Pepo chafu ya ukabila. Nauliza hapa kuko Bavira tu? Hapa kwa hii kilio kuko Bavira tu? Huko Wafuliru, huko Wabembe, huko Warega, huko Bashi na kuendelea. Na ndivyo Uvira tuliishi tangu zamani. Lakini watu wanakuja na siasa, wanasiasa. Na leo nilikuwa na reunion na mutualite zote. Réellement ilionekana kwamba il y a un problème sérieux ambayo iko nataka kuzuka kati ya makabila Bavira Bafuliru, Babembe Bavira. Donc ndio maana kuna kikao tutaandaa ambacho yafaa yale mambo yote ya malizi. Yafaa hiyo vitu vyote viishe. Usalama na utulivu wa Uvira inadependre na roho ya kukaa pamoja kwa umoja. Mungu apate kuwasaidia. Muvira haiko special kushinda Mufuliru. Mufuliru haiko special kushinda Muvira, wala Mushi, wala Mbembe, wala Mnyamulenge, wala Murundi wa Plene na kadhalika. Sisi sote tuko na damu hii. Damu yangu inaweza kaendesha Mnyamulenge na akapata uzima. Damu ya Mnyamulenge mimi ikipungukiwa akinipatia nayo itaniendesha, nitakuwa mtu mzima. Hapa tuko Muvile, kila mtu afanye vyake, alime, achuruze, afanye kazi, apande, afuge, lakini acha mambo ya kwenda kuingiza pepo na chuki za ukabila. Hiyo iko danger. Ni hatari kwa muji wa Uvira. Namaliza na bajene. Mwe bajene, niliwaambia mbele, nguvu za taifa ni nani? Si ni vijana. Leo mnakuwa mnalogota maiti Mumulongwe, kesho maiti Kasikapombe, kesho maiti Kiromoni. Unauliza burugumese ni nini? Pombe. Alikunywa pombe bila kula. Pombe gani? Wanzuki na nani mwingine ule? Na Simba na nani ule? Wasagara. Hiyo yote kama hamjui, na niliwaambia
ni strateji moja ya vita ya Rwanda.